Hello, wana wa Afrika. Buntu Bantu, Mwafrika ni mtu sinyani. Tunaendelea na Fikra Huru. Hii ni podcast ya Fikra Huru ya mtu mweusi. Tuko hapa kwa niaba yako wewe mtu mweusi. Tunakukumbusha kwamba ulitokea wapi na wewe ulikuwa nani na sasa wewe ni nani. Tunachotaka ukumbuke, turudi katika Farmer Glory, katika ukuu wetu wa zamani ambao ulipotea kupitia brutality, ukatili wa hatari tuliofanyiwa kupitia maelfu ya miaka iliyopita. Ukatili wako ni zaidi ya miaka 2000 tulifanyiwa ukatili huu. Tulikuwa tunapambana na vikosi tofauti tofauti ambavyo vilikuja duniani ili kututoa sisi katika mila zetu, kwa sababu walitusoma, walituelewa sisi ni kina nani. Na hii si sawa, na hii haikubaliki, kwa sababu ninachokwambia ndugu mwana wa Afrika, ndugu mwana wa Afrika, naomba unielewe kitu kimoja. Sisi hatuko kwa sababu ya chuki ya kabila fulani, rangi fulani, watu fulani. Sisi tupo hapa kwa sababu ya kukomboa fikra yako ambayo imeshikwa kwenye mikono ya mzungu. Fikra yako mzungu akiamua kukurudishia ndio afikiria apende yeye akurudishie, na hadi sasa hana mpango wa kukurudishia wewe fikra zako. Tumeamua wenyewe, watu weusi wenzako, ndugu zako, kaka zako, kuamua kutafuta ukweli na kukupa ukweli. Ukweli tunakupa ili uelewe sisi tuna mpango gani na wewe. Hatuna chuki, hatuna visa na mtu wowote. Ndugu mwana wa Afrika, ndugu mwana wa Afrika, naomba tusikilizane kwa umakini na uelewa mkubwa. Tupo hapa kwa sababu ya kufanya ukombozi wa kifikra. Hatupo hapa kwa sababu ya kutafuta utajiri au maarufu. Maana wengi mtakuwa mna comment maneno machafu kwa sababu mnajua mimi nataka umaarufu juu yako. Kama wewe una mila na tamaduni zako, naomba ubaki nazo, kwa sababu ndizo ulizopewa na mapokeo yako na mabwana zako wa utumwa. Lakini mimi siko katika njia hizo. Mimi Chionda wa Chionda, jinsi nilivyo ndivyo unavyoniona. Miaka yote anaonijua wananitambua vizuri. Sijisikii na wala sijioni mimi bora, na wala sijamdharau mtu chini ya jua hili. Sijawahi kumtukana mtu. Ila nyinyi watu weusi, ndugu zangu, watu wana wa Afrika, mnanilipa wema kwa ubaya. Kama wewe maneno yangu yamekuuzi kwa sababu unaongelea bwana wako wa utumwa, na muongelea bwana wako wa dini, na muongelea bwana wako anataka kusindikiza mkanyo wote chai mbinguni, lakini duniani alikukataa, alikutenga, alikuuza kama maboga, ni sawa. Ni sawa. Sina chuki na mtu. Na kuomba uelewe kitu kimoja, kwamba sisi watu weusi Mungu ametubariki vitu vingi, ila kuna mtu anakwambia watu weusi sisi tumefanya nini chini ya jua? Katafute, sio unapewa. Mimi haya sikuyajua, na mimi nilikuwa kama wewe. Nilikuwa naamini mzungu ndio kila kitu, Mwarabu yeye ndio mbora kutupeleka peponi. Nilikuwa mimi nasoma lugha ya Kiarabu, nasoma Kizungu ili mradi mimi niishi maisha mazuri na niende kwenye pepo. Pepo iko mbinguni, Mungu anakaa angani. Lakini chini ya utafiti wangu, nikafanya utafiti chini ya miaka 25-30, nikagundua Mungu yu ndani yangu. Mungu hakai angani. Mungu hana ushirika na mtu wote aliyokabidhi madaraka kwake ili amwambie mwenzake twende peponi. Mimi Mungu ameniagiza kuna pepo, kwa sababu ninawaambiaga kila siku, pepo ni maisha hapa duniani. Ukiwa na maisha mazuri uko peponi, ukiwa na maisha magumu, maisha ya mashaka, maisha ya kutetemeka, kama sisi wenye njaa, sisi ndio tuko motoni. Lakini wale wenye shibe, wale wanaoishi kwa vishindo, wale wanaoishi kwa kuamrisha watu, kwa kutaka yale yanayotaka wao yafanyike, hawa ndio wako peponi. Mimi na wewe ndugu yangu, kula kwetu ni tabu, maji yetu tunadaiwa bili ya maji, mabili ya chakula, daladala kupanda shida. Mimi na wewe tuko motoni. Huo ndio moto. Wewe uli mpaka utoke jasho.
Mwenzako anakula kwa kutumia kalamu. Mwenzako anakula kwa kutumia maneno. Hawa ndio wako peponi. Mimi na wewe bado tuko kwenye moto. Moto wetu ni hapa hapa, ili tupumzike na moto mpaka pale roho itakapoacha mwili. Roho itakapoacha mwili ndio tabu zitatuondoka. Lakini bado uko duniani unaishi kwa kutegemea mikono ya watu wakupe wakuamrishe mipango yake yeye apange yeye, wewe huna maamuzi, hapo wewe uko motoni. Mwenye pesa ndio bora. Wewe kama una pesa uko motoni. Na hii ndio asili ya dunia. Lakini mtu asikwambie kwamba kuna pepo imeandaliwa. Mimi nimechaguliwa. Babu yangu ndio mtume. Babu yangu ndio nabii. Ujumbe nimepewa mimi. Nikufikishie wewe. Tufuate sisi na ukoo wetu. Sisi tumekabidhiwa pepo. Tunahitaji watu wa kwenda nao. Wale wanaofuata Kristo, kuna andiko linasema, saa itafika watagonga mlango, watasema Bwana, Bwana, tufungulie. Tulikuwa wote. Bwana akifungua atawauliza, nyinyi ni kina nani? Watasema sisi ni wafuasi wako. Tulikula kwa jina lako, tulikunywa kwa jina lako, na tulitoa mapepo na tulifanya kazi zote kwa jina lako. Bwana atafungua mlango, atawaambia, nyinyi ni wezi, wevi, ondokeni hapa. Huyo ni wale wanafuata dini kutoka wapi? Ile iliyopangwa kutokea magharibi. Na wale watu wa mashariki, kwa sababu hii Bani Umayya wanamiliki Al-Kaaba. Al-Kaaba ni mali ya Bani Umayya. Bani Umayya ndio washindi wa mwisho katika vita na wakachukua ya Al-Kaaba. Na wale wote wanaotawala pale unaowaona katika eneo la leo wanaliita Saudi Arabia, yani Black Arabia, lakini wao wa leo ni weupe. Hii si sawa na hii si sahihi. Napoongea atasema Chionda na chuki na Waarabu. Kuna ndugu yangu mmoja katika damu na nyama pamoja na rangi, anasema mimi na kundi langu na jumuiya yangu tuna chuki na Mwarabu. Lazima tuwe na chuki na Mwarabu. Ametudanganya miaka mingi. Lazima tuwe na chuki na mzungu. Chuki aliitengeneza yeye. Sisi hatujawahi kwenda kuvamia ardhi ya mtu wowote chini ya jua hili. Wao walikuja wakatupola vyetu na utajiri wetu, alafu wakatutangaza sisi mafukara. Bora wangetuita masikini. Wakatuita sisi mafukara, wajinga, wapumbavu, watu tusiopendeza, tuna sura mbaya, hatukubariki. Wewe unakubali concept hizi ukiwa mtu mweusi? Wewe ushawahi kusikia washairi wao wanavyotunga mashairi ya kumtukana mtu mweusi? Au wewe unapokea Qur'ani na hadithi za mtume Sadiqul Amini? Ushawahi kusoma kitabu kinaitwa Sadiqul Amini, mkweli muaminifu? Nacho kama wewe Muislamu njoo nikuazime. Kama wewe Mkristo njoo nikupe imprimato, kitabu cha Waromani chenye sura 73. Kama wewe ni Orthodox Church njoo nikupe kitabu chako kina sura 88, sawa sawa na kitabu cha Enoko, Book of Enoki. Kitabu cha Enoki, alienda mbinguni na chariot of God, kikokoteo cha Mungu cha dhahabu. Wewe kumwona mtu anapanda mbinguni? Hakuna mtu anapanda kwenye anga. Sasa hivi zinaenda modern technology, wanaenda na ndege, lakini hakuna mtu aliyewahi kupita uinguni. Wanazunguka chini ya anga hili. Wenyewe wazungu wanakwambia wamefika mwezini. Unajua mwezi ni maji. Walifika, walienda kukaa wapi? Ile inaitwa Kingu au Tiamat. The moon. Kuna baadhi ya watu wameweka ishara za Mungu mwezi katika majumba yao ya ibada, na wameweka ishara za Mungu mwana katika nyumba zao za ibada, na wengine wanatumia Mungu Baba katika nyumba zao za ibada. The sun God, Mungu jua. Jua ni baba, jua ni moto. Mwezi ni mama,
mwezi ni maji. Hizi zinaitwa esoteric knowledge, esoteric education. Take it or leave it alone. Nobody can command you to follow our instruction. This is only to those who are enlightened. Ni kwa wale wote waliopata mwangaza. Hii sio kwa wale wenye giza. Wewe ukiwa na giza, wewe si mwenzetu. Wewe unasema una mwanga kwa sababu unataka kwenda mbinguni. Nawaambia, narudia tena, episode zangu nyingi naongea, kama pepo ipo, unywa sumu leo, wahi mapema. Kwa sababu unasubiri nini kwenye mateso ya dunia? Mara leo umwe kichwa, kesho tumbo, kesho kutwa njaa, yule kakuuzi, moyo na uma. Kwa nini usiende kwenye nyumba za dhahabu, lakini ukitishiwa kufa unaogopa? Kwa sababu gani? Ile pepo ulioahidiwa haipo. Ile mbingu ulioambiwa haipo. Mbinguni kunakaa viumbe vingine ambavyo haviwezi, sio vya duniani, na vya duniani haviwezi kukaa mbinguni, na vya mbinguni haviwezi kuishi duniani. Na huo ndio ukweli. Utanipinga kwa sababu wewe umepewa kitu kinaitwa dogma, mapandikizi au mapokeo yaliyotengenezwa na adui yako ili uendelee kumuwaza yeye, usiwaze ukuu wako. Mwafrika amejisahau. Mwafrika mwana wa El Kaburani amejisahau. Hajijui yeye ni nani, anatafuta nini. Ana search sehemu ambayo haiwezekani kuenda. Wewe ukitoka hapa katika mgongo wa ardhi, mwili wako utakwenda kuoza chini ya ardhi. Roho yako itarudi duniani, itafanya kazi. Kwa sababu pale tupu unapokufa na roho yako haipo katika mwili, au hiyo spirit power, nguvu ya maisha uliokuwa nayo, haiwezi kuzikwa na wewe. Inatoka, unaenda kuzikwa body tu. Body yako inakwenda kufa, inakwenda kuoza. Roho yako itaendelea kuishi. Wenyewe wanakwambia Mungu ni roho. Ndio maana nawaambia, muombe babu yako, kwa sababu yuko jirani na Mungu roho, kwa sababu naye ameshakuwa roho. Wewe unakwenda kuomba roho ya Francis kutoka Italy, roho ya James kutoka London, roho ya Michael kutoka New York. Haiwezi kukusaidia, kwa sababu hawa hawana lineage ya kwako wewe, sio blood ancestor wako. Hawawezi kukusaidia lolote. If you are black man, for your instruction, for your ancestor only. Mababu zako pekee ndio wakuwafuata katika maelekezo yao. Na mifano mingi ya watu imetokea. Watu wengi wameonekana kwa waliokosea mila na tamaduni zao wakapata laana. Ila kwa sababu wewe ni mbishi, ushalishwa matango poli yaliyochanganywa na pilipili na hii ni sio sawa. Nasema hivi, tuende kutokana na ustawi. Tufuate njia zilizokuwa za sahihi. Ukweli usemwe na uongo uwekwe pembeni. Na siku zote wanasema ukweli una nguvu kuliko uongo, ila uongo unakuwa haraka kuliko ukweli. Na siku ukweli utakapojua ni mara moja tu utaelewa. Hotepu, wana wa Afrika, Ubuntu, Bantu, Mwafrika ni mtu sio nyani. Hii ni sauti ya Chionda wa Chionda, mwana wa Afrika, akiwa na Grand Master Shua katika ukuu wa mtu mweusi. Akaunti zetu, wafumbuzi, wakombozi wa fikra, subscribe, share, comment, na weka gonga kengele ili mradi message zikufikie, na ujumbe wakati tunaweka video zetu nyingine, ujumbe mwingine ufikie. Chionda mwana wa Afrika, YouTube, bonyeza kengele, share, comment ili tuendelee na mapambano. Hotepu.